Kwa siku kadhaa, macho ulimwengu wa Kikatoliki yalielekezwa nchini Hispania, ambako Baba Mtakatifu Leo wa 14 alifanya ziara yake ya kitume iliyoanza tarehe 6 Juni 2026. Ziara hiyo imekuwa safari ya imani, matumaini na ukaribu wa kanisa kwa watu wa rika na makundi mbalimbali. Mara baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Adolfo Suarez Madrid Barajas jijini Madrid, Baba Mtakatifu alipokelewa rasmi na Mfalme Filipe wa sita pamoja na Malkia Letizia. Kutoka hapo alielekea katika ikulu ya kifalme ambako alikutana na viongozi wa taifa, wanadiplomasia na wawakilishi wa taasisi mbalimbali. Katika hotuba yake ya kwanza nchini Hispania, alisisitiza umuhimu wa amani, mshikamano wa kijamii na kuheshimu utu wa kila mwanadamu. Casi 2 milenios ha acogido la palabra del Evangelio. Huko Madrid, Baba Mtakatifu alitembelea mradi wa kijamii wa Saidia 24 Hours unaowahudumia watu wanaoishi katika mazingira magumu. Huko alikutana na wahudumu pamoja na wanaonufaika na huduma hizo, akisisitiza kuwa kanisa linapaswa kuwa karibu na wale wanaoteseka na wanaohitaji msaada. Jioni yake alitembelea uwanja wa Plaza de Lima ambako aliongoza mkesha mkubwa wa sala pamoja na maelfu ya vijana. Katika ujumbe wake, aliwahimiza vijana kuwa mashahidi wa matumaini na ukweli katika ulimwengu wa leo. Aliwaambia kuwa wana uwezo wa kubadilisha historia ikiwa wataongozwa na upendo wa Kristo. Aliwapa ujumbe wa familia. Siku iliyofuata, Baba Mtakatifu alitembelea Plaza de Cibeles, eneo maarufu katikati ya Madrid. Hapo aliongoza adhimisho kubwa la misa takatifu ya sherehe ya mwili na damu takatifu ya Kristo. Katika homilia yake, aliwakumbusha waamini kwamba Ekaristi ni chemchemi ya umoja wa kanisa na nguvu ya kuwahudumia masikini na wote wanaohitaji msaada. Histórica de las procesiones del Corpus Christi se convierte en una invitación para el hoy, para la construcción del futuro. Baadaye alitembelea ukumbi wa Movista Arena ambako alikutana na wawakilishi wa sanaa, utamaduni, michezo na uchumi. Katika mkutano huo, alisisitiza kuwa sanaa na utamaduni vina nafasi muhimu katika kuinua utu wa mwanadamu na kujenga jamii yenye maadili. Akiendelea na ratiba zake jijini Madrid, Baba Mtakatifu alitembelea bunge la Hispania ambako alihutubia viongozi wa kisiasa, akiwahimiza kujenga jamii inayozingatia haki, mshikamano na huduma kwa wote, hasa walio dhaifu zaidi. Pia alitembelea kanisa kuu la Almudena ambako aliongoza sala mbele ya Bikira Maria wa Almudena, mlinzi wa Madrid. Huko alikabidhi Hispania chini ya ulinzi wa Mama Maria na kuombea amani kwa taifa hilo na dunia nzima. Katika siku zake za mwisho jijini Madrid, Baba Mtakatifu alikutana na maaskofu wa Hispania, waathirika wa unyanyasaji na maelfu ya waamini katika uwanja wa Santiago Bernabeu. Katika mikutano hiyo, alisisitiza umuhimu wa uponyaji, haki, msamaha na umoja ndani ya kanisa. Baada ya kuhitimisha ratiba zake jijini Madrid, Baba Mtakatifu alisafiri kuelekea Barcelona. Akiwa huko, alitembelea kanisa kuu la Msalaba Mtakatifu na Mtakatifu Eulalia, ambako aliongoza sala pamoja na maaskofu, mapadre, watawa na waamini. Katika tafakari yake, aliwahimiza Wakristo kuwa wajenzi wa amani na mshikamano katika jamii. San Agustín, hablando de los mártires, decía: no nos parezca poca cosa el ser miembros de aquel de quien no fueron aquellos con quienes no podemos equipararnos. Obedecemos al mismo Señor, perseguimos la misma caridad y abrazamos la misma unidad. Queridos hermanos y hermanas, kutoka Barcelona alielekea Montserrat, moja maeneo maarufu ya hija nchini Hispania. Huko alitembelea gereza la Brians moja ambako alikutana na wafungwa. Katika ujumbe wake, aliwahimiza kutokata tamaa, akisisitiza kuwa Mungu hutoa nafasi ya mwanzo mpya kwa kila mtu. Akiwa Montserrat, pia alitembelea monasteri ya Montserrat ambako
aliongoza sala ya Rozari Takatifu mbele ya sanamu ya Bikira Maria wa Monteserati. Aliwaalika waamini kuwa wajenzi wa amani katika familia zao na jamii zao. Baadaye alitembelea mashirika ya kijamii ya jimbo kuu la Barcelona yanayohudumia masikini, wazee na watu wanaoishi katika mazingira magumu. Huko alisisitiza kuwa huduma kwa wahitaji ni sehemu muhimu ya utume wa kanisa. Moja ya matukio makubwa zaidi ya ziara hiyo ilikuwa ni ziara yake katika Basilika ya Familia Takatifu jijini Barcelona, yaani Sagrada Familia. Kwanza alitembelea kaburi la Antoni Gaudi, mbunifu mashuhuri wa basilika hilo, na kusali kwa muda mfupi. Baadaye aliongoza misa takatifu na kubariki rasmi mnara wa Yesu Kristo uliokamilika mwaka huu 2026. Katika homilia yake ndani ya Sagrada Familia, Baba Mtakatifu alisema kuwa uzuri wa basilika hiyo unaonyesha jinsi imani na sanaa vinavyoweza kuungana katika kumwinua mwanadamu kwa Mungu. Aliutaja mradi huo kuwa ushuhuda wa uvumilivu, imani na matumaini ya vizazi vingi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametembelea pia visiwa vya Kanari, ambako ametembelea jumuiya zinazowahudumia wahamiaji na wakimbizi. Katika mikutano yake amesisitiza kuwa kila mwanadamu ana hadhi na thamani mbele ya Mungu bila kujali asili au hali yake ya maisha. Amemaliza ziara yake kwa kutembelea kisiwa cha Tenerife, hatua ya mwisho ya ziara yake ya kitume nchini Hispania. Huko amekutana na waamini, viongozi wa kanisa, wahudumu wa wahamiaji pamoja na mamlaka za kiraia kabla ya kuaga rasmi Hispania na kurejea Vatican. Kwa ujumla, ziara hii imeonyesha Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwafikia vijana, viongozi wa serikali, wafungwa, wahamiaji, masikini, waathirika wa unyanyasaji na maelfu ya waamini. Kupitia kila eneo alilotembea, ameendelea kuhubiri ujumbe wa matumaini, amani, umoja na huruma, akilikumbusha kanisa wajibu wake wa kuwafikia wote, hasa wale walio pembezoni mwa jamii. Inueni vichwa vyenu. Mimi ni Peter Alfaxad wa Radio Maria Tanzania.